apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, na mtazamaji wa Firdaus TV, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Bado tuko hapa Kizimkazi, nyumbani hapa kwa raia namba 1 nchini Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na yote ni katika maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi duniani, May Day. Kwa hapa Zanzibar inaadhimishwa hapa Kizimkazi, ambapo Dr. Hussein Ali Mwinyi yuko hapa. Tumefanya ziara kuzunguka kwenye mabanda kadha wa kadha ambayo yako hapa, na hapa tupo State University of Zanzibar SUZA, ambapo wao mengi wakiwa wanayafanya. Tunaye mwenyeji wetu hapa, walau kwa uchache aweze kuizungumzia SUZA. Tuanze na jina lako na State University of Zanzibar SUZA ni nini na kazi zake kubwa ambazo mnazifanya zipi na zipi? Kwa jina naitwa Dr. Hamis Haji Salum, ni mkurugenzi shahada za awali hapa SUZA. SUZA ni chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar, kwa maana ni chuo kikuu pekee ambacho kinamilikiwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. SUZA ni taasisi ya elimu ya juu, kwa maana kazi yake kubwa ni 3. Kazi kubwa za SUZA ni 3. Kwanza, kutoa elimu kwa maana kufundisha, lakini kufanya tafiti na kutoa ushauri kwa taasisi mbalimbali za serikali na za binafsi. Tupo kwenye maonesho haya ya siku ya wafanyakazi duniani. Tuko sisi wenyewe ni wafanyakazi, tuna wajibu wa kufanya kazi kama kauli mbiu yenyewe inavyosema, tufanye kazi kwa bidii na nidhamu, tudai haki zetu kwa mujibu wa sheria, lakini pia tushiriki uchaguzi kwa amani kama viongozi wanavyotueleza. SUZA kama SUZA tumesema ni chuo ambacho kina schools au faculty zisizopungua 8, ambazo faculty hizi kila school imejikita kwenye fani yake maalum. Kwa mfano tunafanya hizo 8, lakini kwa hapa tuko maonesho haya tumekuja na skuli 4. Kuna skuli ya afya, kwa maana masomo ya afya au daktari, lakini pia tunatoa na huduma za afya. Tunapima vipimo vya uzito, kujua height yako, vile vile kuangalia maradhi, malaria, homa ya ini, pressure, sukari, yote tunafanya kwa maonesho haya. Lakini pia tumekuja na skuli nyingine hapa, skuli ya biashara. Skuli ya biashara hii inadili na masomo yale ya kibiashara zaidi, kwa maana mafunzo yake mengi kwenye fani ya biashara. Hapa imekuja idara moja ya wanaita idara ya ujasiriamali na ubunifu. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya bidhaa za wanafunzi ambazo wametengeneza baada ya kupata taaluma hiyo ya ujasiriamali na ubunifu. Lakini pia hapa pembeni yangu pana madibana haya wenyewe kwa kweli sisi SUZA tunaita TOSEN. TOSEN ni idara ambayo inashirikiana na masuala ya utafiti wa bahari. Kama nilivyosema awali, moja katika jukumu la chuo kikuu ni kufanya tafiti. Kwa hivyo hii TOSEN ni idara ambayo imejikita kufanya tafiti za bahari. Lakini mwisho kule kuna skuli ya kilimo ambayo inatoa taaluma za kilimo, kwa maana kitaalamu nasema kuna kilimo hichi cha mazao, kuna kilimo cha ufugaji. Kwa hivyo tuko hapa kwenye maonesho haya kwa ajili hiyo. Nadhani kama kuna ziada labda unaambie niendelee zaidi. Labda mkuu, tukiwa tunaelekea kuhitimisha, mwanzoni umezungumza kwamba ni chuo kikuu pekee hapa Zanzibar. Labda tu kwa faida ya watu ambao watafuatilia mtandao hii ya kijamii ama ambao wanawafuatilia nyinyi kupitia website yenu na mambo kadha wa kadha, namna ambavyo mnawapokea labda wanafunzi, ni kutoka hapa Zanzibar pekee yake ama mmechanganya kutoka Zanzibar, kutoka bara na kutoka na maeneo mengine? Kwa kweli tuna wanafunzi mchanganyiko, japokuwa wale wageni si wengi sana, lakini wapo. Kwa maana tukisema wenyeji, nasema mpaka wa Tanzania bara ni wenyeji, wale wako wengi. Lakini wale ambao mataifa kutoka nje ya Tanzania
tuko nao, lakini sio wengi sana, na wengi wanakuja kwenye hizi wanasema degree za juu kwa maana ya masters and PhD, lakini kwenye level za chini tunakuwa nao, lakini sio wengi sana. Sasa nadhani ni wakati wetu sasa kama SUZA kujitangaza zaidi nje ya mipaka ya Tanzania ili tuweze kupata wanafunzi wengi wa kigeni, na hili sasa hivi imekuwa ni agizo la serikali kuu ya Tanzania kwamba vyuo hivi vikuu vinatakiwa viwe na philosophy ya student internalization, kwa maana vyuo vyetu viwe na namba kubwa ya wanafunzi wa kigeni kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Nadhani mwaka huu tume ya vyuo vikuu Tanzania TCU nadhani wana program maalum na wametoa baadhi ya maelekezo kwa vyuo kufanya nini vifanye ili vyuo vipate wanafunzi wengi wa kigeni kutoka nje Tanzania. Kwa uchache tu tunaelekea uchaguzi mkuu. Nini rai yako kwa Watanzania wote kwa ujumla? Uchaguzi ni haki. Ni haki. Kwa hivyo kila Mtanzania ambaye ameandikishwa anatakiwa apige kura. Lakini kura hii isitutoe katika mwelekeo. Tupige kura tukiwa ndugu, marafiki, tuanze kupiga kura kwa amani, kila mmoja afanye mambo yake yanaendelea kwa kazi zake za kawaida, aipatie kipato chake, dalili yake, mambo mengine yaendelee. Kura si kichocheo cha kutugombanisha. Kura ni wenyewe wanasema kuna maisha baada ya uchaguzi. Kwa hivyo tuishi kwenye maono hayo kwamba uchaguzi unakuja, utapita, sisi bado tupo na nchi inatakiwa iwepo na watu wawajibiki. Nashukuru sana. Nikushukuru sana. Asante sana. Apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu.